Halmashauri ya wilaya ya Njombe kupitia vitengo vinavyosimamia utekelezaji wa afua za mazingira vimefanikiwa kutekeleza shughuli mbalimbali za usafi na uhifadhi wa mazingira. Ndugu mgeni rasmi, ifuatayo ni taarifa ya siku ya mazingira duniani katika halmashauri ya wilaya ya Njombe. Kipengele A, matumizi ya plastiki. Ndugu mgeni rasmi, kama isemavyo kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani kwa mwaka 2025, halmashauri inaendelea kutoa elimu kwa wananchi na taasisi mbalimbali juu ya athari hasi za matumizi ya plastiki kwa ustawi na uhifadhi wa mazingira. Hadi sasa elimu ya katazo imetolewa kwa vijiji vyote 45 vya halmashauri ya wilaya ya Njombe. Kipengele B, nishati safi ya kupikia. Ndugu mgeni rasmi, halmashauri ya wilaya ya Njombe imefanikiwa kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan juu ya mkakati wa kitaifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia ya 2024 hadi 2034 kwa kutoa elimu kwenye kamati za afya na usafi wa mazingira katika vijiji 45 pamoja na shule za msingi 58 na kuandaa mpango kazi juu ya matumizi ya nishati safi ya kupikia ngazi ya shule ifikapo mwezi Agosti 2025. Aidha, halmashauri imefanikiwa kugawa mitungi ya gesi ya kupikia 60 kwa wajasiriamali wa chakula siku ya mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa katika halmashauri ya wilaya ya Njombe. Kipengele C, upandaji miti. Ndugu mgeni rasmi, mwaka 2024-2025 halmashauri kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imeendelea kuhamasisha na kutekeleza agizo la serikali juu ya upandaji miti kwa kila mwaka pindi ifikapo msimu wa masika, ambapo jumla ya miche ya miti 8,707,380 ya aina mbalimbali ikiwemo miti ya mbao, nguzo, mapambo na vivuli imepandwa ikiwa na lengo la kuhifadhi mazingira na kuinua vipato vya wananchi wanaojihusisha na kilimo cha miti. D, utunzaji wa vyanzo vya maji. Ndugu mgeni rasmi, sambamba na hilo, halmashauri kwa kushirikiana na wataalamu kutoka ofisi ya bonde la maji Rufiji imefanikiwa kuweka alama za mipaka 150 na mabango 3 katika vyanzo vya maji vya Andangue kilichopo kijiji cha Maduma na Amina kilichopo kijiji cha Ikuna na kutoa elimu ya hamasa juu ya upandaji miti rafiki kwa ajili ya utunzaji wa vyanzo vya maji. Kipengele A, udhibiti, usafi na udhibiti taka. Ndugu mgeni rasmi, halmashauri inaendelea kutekeleza kwa karibu shughuli za usafi wa afya na usafi wa mazingira kwa vijiji vyote 45 na kufanikiwa kupokea tuzo mbalimbali za usafi wa mazingira kwa mwaka 2024. Halmashauri imefanikiwa kushika nafasi ya kwanza kitaifa ngazi ya halmashauri pamoja na kutoa kijiji cha Ikuna na Kidegenge kuwa vijiji bora kwa usafi wa mazingira bila kusahau shule ya msingi Ikuna. Ushindi huu umekuwa chachu kubwa katika utekelezaji wa shughuli za usafi ndani ya halmashauri kwa kuamsha hamasa kwa jamii, kwani usafi ni jadi yetu na unaanza na sisi Wananjombe. Kipengele F, changamoto. Mafanikio yaliyopatikana, shughuli za usafi na uhifadhi wa mazingira zinakabiliwa na changamoto mbalimbali. Changamoto ya kwanza ni uhaba wa vitendea kazi ikiwemo ukosefu wa usafiri unaosababisha kutofikia vijiji vingi kwa wakati
mwafaka. Changamoto ya pili ni ufinyu wa bajeti kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za usafi na uhifadhi wa mazingira. Changamoto ya tatu, miundombinu duni ya barabara ambayo inakwamisha utekelezaji wa shughuli za mazingira hasa wakati wa masika. Ndugu wananchi, haya maadhimisho ni maadhimisho ya kidunia, kwa maana ya kwamba ndio maana inaitwa siku ya mazingira duniani, ambayo inaadhimishwa kila mwaka ifikapo tarehe 5 ya mwezi wa 6 2025. Lengo mahususi la kufanya maadhimisho haya ni kuunganisha nguvu, kuunganisha fikra, ili katika kuweza kupambana na uharibifu wa mazingira. Kumekuwa na ongezeko kubwa la uharibifu wa mazingira kadri siku ambavyo zinavyozidi kwenda. Miongoni mwake inasababishwa na ongezeko la shughuli za kibinadamu. Mheshimiwa Mbunge, ambaye kwa leo ndio mgeni wetu rasmi, kauli mbiu ya mwaka huu inasema mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Zipo sheria, zipo kanuni ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kudhibiti matumizi ya plastiki. Hivyo kama serikali inatoa maelekezo kwamba tunatakiwa tudhibiti matumizi ya plastiki. Matumizi ambayo tunasema tunaweza tukafanya matumizi ambayo ni ya kujirudia. Yaani una mfuko unautumia sasa hivi, baadaye tena unauweka, kesho ukienda sokoni unautumia. Sio ile unautumia unautupa, unakwenda kusababisha takataka. Naomba pia niwapongeze wana Nyombo, mwaka huu mmepata ushindi kitaifa, kujipigia makofi. Katika vijiji vyote vya mkoa wa Njombe, sisi Nyombo tumeongoza. Katika vijiji vyote Tanzania nzima, Nyombo tumeongoza. Hongereni sana wana Nyombo. Tuendelee kuwa mabingwa wa usafi miaka yote, mjipigie makofi mengi sana. Niwaambie wana Nyombo na wana Ikuna, leo Tanzania wanatuona sisi wana Lupembe, wana Njombe DC ndio wasafi kuliko wote, mjipigie makofi mengi sana. Ndio tafsiri yake, kwamba sisi ndio mfano wa usafi. Mwezi uliopita kuna wazungu walikuja kutembelea jimbo hili, walikuja halmashauri hii ya wilaya, wakawa wanapita wanaangalia, je, watu wote kweli ni wasafi? Wakaona watu wengi wamevaa makoti safi, wamevaa viatu hawako peku, mjipigie makofi mengi sana. Lakini watu wa Nyombo, ili kuthibitisha utunzaji wa mazingira na usafi, hapa Nyombo hamkuwa na mradi wa maji, tulihangaika serikalini mkapata mradi wa maji mkubwa, mjipigie makofi mengi sana watu wa Nyombo. Kwa hiyo mtu wa Nyombo asipooga ni kosa lake mwenyewe. Uongo kweli jamani? Nyombo hoye! Nyombo hoye! Lakini pia tunaendelea kupanua mradi wa maji uendelee kusaidia watu wengi zaidi. Jambo lingine, watu wa Nyombo na watu wa Ikuna, nataka niwaombe sana. Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, na taarifa imesema hapa namna ambavyo mnapanda miti mingi, na mimi nawapongezeni sana. Hata Mwenge umekuja mara kadhaa, tulizindua msitu wa miti kule ng'ambo kule Matiganjora kule, mnakumbuka watu wa Nyombo. Agizo langu kwa watu wa halmashauri na kitengo chenu cha mazingira, tukisha panda ile miti, tuwe na utaratibu wa kufuatilia mingapi imepona, mingapi imekufa, ili tusio tunafanya lile zoezi na miti mingi na kufa. Nyombo hoye! Na mimi nikiwa hapa kwenye hafla hii kama mgeni rasmi, ninakuagiza kaimu mkurugenzi na CMT yako mlioko hapa, sisi halmashauri ya Njombe DC, kwa sababu tunazo sekondari, tunazo shule ya msingi, tukaweke mkakati kila shule wawe na majiko ya mkaa mbadala. Nyombo hoye!
Ikuna oye! Hili mlichukue CMT, mkaweke mkakati. Tunataka shule zote zipate majiko ya mkaa mbadala. Hatutaki watu kukata kuni tena, wanamaliza misitu yetu. Nyombo oye!